Hii ni Ngobo TV Media ambayo inakutangazia matangazo haya mubashara kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji na msikilizaji, tunayo matumaini ya kwamba nyote mnaendelea kuwa waheri wa afya hapo mlipo. Tunakusalimu kulingana na muda ulionao kwa sasa hivi katika eneo lolote unaloliishi. Leo mtangazaji wako ni mimi mchumbe wa mkulima na Fatuma. Na sasa wacha nikuletee habari zetu ambazo tumekuandalia katika siku hii ya leo. Miongoni mwa habari ambazo tulizo nazo ni kwamba milio ya risasi imesikika kwa wingi ndani ya mji wa Uvira kuanza mida saa 11 jioni ya siku ya Ijumaa pili ya tarehe 23 Novemba 2025 na kupelekea wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia wa eneo hilo. Silaha nzito na ndogo ndogo zimesikika kwa muda mrefu katika mji wa Uvira. Kwa mujibu wa habari tulizo nazo ni kwamba hadi sasa chanzo zaidi cha milio hiyo ya risasi kupigwa kwa wingi katika mji wa Uvira bado kufahamika. Kufuatia milio hiyo ya risasi ambayo iliweza kusikika katika mji wa Uvira, Kamanda Makanaki Kasimbira John ujumbe huu hapa ameutoa kwa uongozi wa kijeshi ndani ya mji wa Uvira. Tumsikilize. Jambo wa Kongole, jambo wazalendo, jambo serikali zima Kongo FARDC na wasaji wote ya mwingine. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John ndiye nabasalimia katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Hii message naitumia komanda vile wa FARDC katika mji wa Uvira. Kwa maana naona message anatumia wazalendo wala anatuma, mimi sifurahii. Hakuna mtu aliumba mwingine. Kama mimi nasema ineno manake na mimi nakwazika. Hakuna mwanadamu aliumba mwingine mwanadamu. Tuko wa jeshi, na kama unaona wewe ndio jeshi ulifunzwa mwingine hakufunzwa. Mungu ndo alifunza, na Mungu ndo aliumba watu, na Mungu ndo aliweka watu. Kitu napenda kusema mimi Makanaki, tupatiane adabu. FARDC heshimie wazalendo na wazalendo waheshimie FARDC. General eko hapa Chifire, komanda Rejo iko hapa, hakuna tatizo hata moja. Sijui kama komanda vile anataka sema nini. Jeshi wetu wa FARDC, hakuna mzalendo, hakuna FARDC. Jeshi wa FARDC anapiga komanda wa mzalendo. Alikuwa ishakunywa pombe kidogo, iko mulevi, iko nafanya desordre. Kiongozi wa mzalendo anamwambia kitu gani uko nafanya, achana na hivi. Yeye anapiga ule kiongozi ya mzalendo. Pengine basoda bazalendo biko pale, ni kiongozi iko na escort pale, iko na zunguruka mu centre ville jua security. Huyu soda anapiga kiongozi wetu kama vile nani, naye banamupinire, banamupiga. Sasa kama balimupinire ni muzalendo bene balimukamata, na ndo baliita tena FARDC mukamate jeshi wenyu iko hapa, alifanya udiscipline. Sasa komanda ville colonel unanitumia mimi Makanaki audio ya kusema ya intimidation. Grand frère, baba yangu, sipendi probleme. Mie siko bale bazalendo wa makarto, mimi siko bale bazalendo bakushota kilole. Unisame, naomba musama. Adui iko pale mbele. Kama uko na matrone yako, twende pale mbele kwenye adui iko. Kama uko na force ya kupigana, twende pale mbele kwenye adui iko. Mwanaume kama vile mimi Makanaki hawezi nitomboke, kwa maana mwanaume alikufa limoja na akapona limoja na akaumbika limoja na akakufa limoja. Mimi sina probleme Mkongo mzima wala mzone ya Uvira, na kupatia adabu sana na heshima kubwa. Drone mwenye aliumba ni mtu, na drone mwenye anaiharibisha ni mtu, na risasi mwenye aliumba ni mtu, na risasi mwenye naua ni mtu, na risasi mwenye anaharibisha ile napiga ni mtu. Mimi nakuambia samahani sana mo colonel, kama unaantete basoda
kukuwa na vamia bazalendo. Samani sana. Mimi sipendi problemi hapa Uvira. Na sipendi mambo ya kudistre batu. Ikuwe fujo si benyewe juu ya kuingiza adui Uvira. Hapana. Mimi makanaki na kuwaka na adabu sana, na mimi naheshimiaka kila autorite. Hakuna mtu alinilikrite. Niko volonte kwa kupigania inchi. Na wazalendo biko volonte banapigania inchi. Abapokei, mweye FRDC munapokea. Abazarau mtu, musituzarau, usinizarau na musinizarau. Hapana. Mimi nakatala, tuishi mzuri, bitu ya batu Uvira biwe na amani. Wakati ulitoka Kinshasa, ulikutana Uvira iko na kimya. Ulikutana Uvira iko na amani. Hatupendi mtu akuharibisha Uvira. Hapana, usijikamate wa speciale. Mungu ndo wa speciale. Naomba unisame sana komanda vile. Naomba unisame mimi makanaki sana. Sipendi probleme Uvira juu tu unidistre wala tu distre watu muingize adui hapa Uvira. Sitaki. Kama unatete basoda yako juu ya force yako likuya nayo juu idistre batu, piga wazalendo juu kama ule soda banamkamata banamupinire, weye utomboke. Usinitombokeye, samani sana. Na kuheshimia, tena naheshimia ba generale bote biko hapa, komanda Chiviri na komanda region na ba autorite yote na ba civile yote, na baheshimia 100% kupitia Mungu wa mbinguni, kupitia Yesu Kristo mwana Nazareti. Unisame sana kabisa, mimi sipendi makelele. Kama unaapuye basoda bafanye desordre ku wazalendo, na kama unaapuye soda afanye betize, hapana. Mimi soda wa kwangu alifanya manyanga busiku, sulibafunga basoda bawili, ulibafunga nokabakiana na chargere zote za masase, sulizibakiana pale. Eske mimi nilisema? Mimi sikusema. Na ulibapinire pale Kavimvira pale ku parking, balifanya kama 3 jours pale. Eske mimi nilitomboka? Nilisema soda kama iko indiscipline ifo kumupinire, awe na adabu, ayue kama bale bengine ni babiongozi. Lakini hapana mambo ya zarau. Msituzarau na usinizarau, hapana. Na kusi sana uniesikize, unihurumie sana. Sipendi makelele, sipendi fujo, hapana. Mimi siko mzalendo hii makarto ya kuibene mko na fokea, bene mko mno. Hapana. Samani sana. Mwanaume alizaliwa limoja akakufa limoja. Tuikae na amani, tukule na amani. Kama unakuja na nguvu ya kupigana, nguvu isibaki hapa msantre vile ya Uvira. Tuende kule mbele, mimi makanaki ku hapa. Tuende na wewe komanda vile. Tuende tupigane vita, mimi na wewe makanaki. Tuende kule mbele tupige M23. Sie hatuko masesele fe. Sie hatuko munini. Shusha drone zako twende. Kuya na nguvu zako twende. Unataka juweka kama vile Goliati? Hapana. Usijuweke kama vile Goliati bwana. Tujuweke kama batu ba Mungu, tujuweke kama ba Kristo. Tushuke, Mungu yeye pekee atatupandisha. Hakuna mtu wa speciale ni Mungu. Lakini usiniintimidie mimi makanaki, hapana. Nakatara katika jina la Yesu. Na Mungu akemee hiyo pepo na hiyo hewa ishindo katika jina la Yesu. Naam, huo ni ujumbe kutoka kwake Kamanda Makanaki Kasimbira John ambao wameutoa. Labda upande wako mtazamaji na msikilizaji, umeupokea namna gani? Wacha pia tuangazie habari hizi na habari zisemazo kuwa Meja Generali Nyembo Abdallah ameteuliwa rasmi kuwa kamanda wa kanda ya 3 ya ulinzi wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akichukua nafasi ya Luteni General Pacifique Masunzo ambaye ameshikiliwa kwa sasa, kwa mujibu wa vyanzo vya kijeshi. Kulingana na habari hizi, namkaribisha mwenzangu Izake Mulucha Ashibe kwa mengi zaidi. Luteni Generali Masunzu ambaye amekosolewa kwa kuonesha uzembe kwa kutokuwajibika vizuri jeshini kutokana na kukaa muda mrefu nchini Kinshasa, ingawa alikuwa amekatiwa tayari kuelekea huko mjini Kisangani, anapoteza hivyo nafasi yake iliyochukuliwa na afisa ambaye anajulikana kuwa karibu sana na operesheni za vitani. Inaripotiwa kuwa alikamatwa Jumatatu tarehe 3 Novemba huko Kisangani, mji mkuu wa jimbo la Chopo, muda mfupi baada ya ziara ya mkuu wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Ikumbukwe kuwa Meja Jenerali Nyembo Abdallah aliteuliwa tarehe 22 Mei 2025 kuwa kamanda wa sekta ya operesheni Sokola ya kwanza katika eneo la Grand Nord. Akiwa na uzoefu wa miaka 3 katika operesheni za kijeshi huko Ituri, anarudi tena Kivu Kaskazini ambako waliwahi kuwa naibu kamanda wa operesheni na ujasusi katika sekta ya Sokola ya kwanza. Kuanza kwake kazi kunatarajiwa kuwa na changamoto nyingi, hasa katika kuimarisha ulinzi dhidi ya mashambulizi
mashambulizi ya waasi wa M23 ambao tayari wanadhibiti maeneo makubwa ya tarafa la Lubero na sasa wanatishia maeneo ya Beni na mji wa Kisangani. Kwa uelewa wake mkubwa wa hali ya usalama ya Kivu Kaskazini na uzoefu wake katika operesheni za pamoja kati ya FARDC na jeshi la Uganda UPDF, Meja Jenerali Nyembo Abdalla anatarajiwa kuwa na mchango muhimu katika kurejesha utulivu kwenye maeneo hayo yaliyokaliwa na migogoro ya muda mrefu. Na tukiachana na habari hizo safari ya Almasi, habari zingine zinasema kuwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amelaani vikali mashambulizi ya mauaji yaliyofanywa na waasi wa ADF kati ya tarehe 13 hadi 19 Novemba 2025 katika tarafa ya Lubero, Kivu Kaskazini, ambayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 89 wakiwemo wanawake wasiopungua 20 na idadi isiyojulikana ya watoto. Kulingana na taarifa iliyotolewa tarehe 22 Novemba 2025 na Stéphane Dujarric, msemaji wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa, takriban raia 17 waliuawa katika kituo cha afya kidogo kilichopo katika kijiji cha Byambwe. Katika maeneo mengine, raia walilengwa na vitendo vya ukatili vingine vikiwemo utekaji nyara, uporaji wa dawa na uharibifu wa mali pamoja na nyumba. Katibu Mkuu amesisitiza mshikamano wa Umoja wa Mataifa na waathirika wote wa mashambulizi haya. Kwa mujibu wake, mashambulizi haya hayataathiri dhamira ya Umoja wa Mataifa kupitia ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO kuendelea kusaidia mamlaka za Kongo katika juhudi za kuwalinda raia, kuzuia ukiukwaji wa haki za kibinadamu na kupambana na hali ya kutoadhibiwa kwa wahalifu. Mtazamaji na msikilizaji, kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu kwa siku hii ya leo. Tunakusamini sana kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusi mara tena usikosi kulike, kucomment na kushare kwa wengine, ili uwe na urahisi wa kuendelea kupata habari zetu kwa saa na dakika kupitia Ngobo TV Media, ambayo inayokuwa na kutangazia habari za ukweli na zenye uhakika. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma. Tukutanane baadaye kwenye vipindi vingine. Nasema kwa heri.